Miaka kama mitatu hivi nyuma nilipata kusoma kitabu cha bwana mmoja anaitwa Dr. Mustafa As-Sibai, mmoja katika wanachuoni wa biladu Sham aliyesoma katika chuo kikuu cha Azhar. Huyu ni mmoja katika wanachuoni wakubwa ambao baadhi ya vitabu vyake ambavyo nimeviona, As-Sunnah wa Makanatuha, kizungumzia hadithi za bwana mtume, sunna na position yake katika sheria ya Kiislamu. Moja katika vitabu vizuri sana kwa wale talabatul ilm ambao wanaweza wakavipata vitabu hivi kuvisoma. Moja katika kitabu ambacho nakizungumzia niliwahi kukisoma ni kitabu ambacho amekiandika, kinaitwa Hakadha Allamatni Alhaya, yani hivi ndivyo ulimwengu ulivyonifunza. Kitabu hiki jina lake hivi ndivyo nilivyofunzwa na ulimwengu. Huu ulimwengu una masomo mengi sana, na miongoni mwa masomo taona mtu anatakharaj katika dunia hii amefaulu kwa kusomeshwa na walimwengu na usiku na mchana na matukio ya ulimwengu mpaka anakuwa amefaulu katika masomo ya dini ya kilimwengu. Sasa Dr. Mustafa As-Sibai rahmatullahi alayhi alikuwa amelazwa moja katika hospitali. Wakati anaandika kitabu hiki alikuwa na umri wa miaka 49 na amepata misukosuko mingi sana katika maisha, kama sunna ya ulama na warathatul anbiya, wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa. Kila nabii alikuwa na maadui, kwa hiyo kila atakayemuiga mtume atakuwa naye na maadui vile vile. Dr. Mustafa katika kitabu chake hiki ameandika khawatir. Khawatir ni mambo ambayo mtu unapokaa peke yako maazul, au hata hospitali au hata jela au wapi, kuna kuja vitu automatic. Sasa kila kilikuwa kikija katika akili alikuwa anakisajili baadhi ya mambo, kama vile Imam Ibn Qayyim na wengineo wamefanya vitu kama hivi. Kwa hiyo khawatir hizi, mambo yanaofika mengine mtu huja mambo ya kisawa sawa katika akili, lakini kwa huku ya sajili yanapotea. Sasa wanachuoni kama hawa, mambo mazito yanayotokea na mtu mara nyingine amefikiri, amewaza, amekaa chemba peke yake, kuna kuja vitu, basi alikuwa anaviandika. Kwa hiyo mkusanyiko haya mambo wakati amelazwa hospitali nini, ametoka na kitabu kinaitwa Hakadha Allamatni Alhaya. Ndani yake kuna ilmu kubwa sana. Mimi wakati nimekipata ndio mwanzo kitabu hiki, sikulala usiku kucha nakisoma mpaka mwisho wake. Manake kwa zile maudhui ambazo unazipata, khawatir, mambo yanayopita katika roho ya mtu, moyo wa mtu, akili ya mtu, anayasajili. Mmoja katika khawatir zake anasema, law arada Allah an yutli'ana ala ma tadullu alayhi a'malu nnas, lau Mwenyezi Mungu angetuonyesha true color ya mtu, vitendo vyake namna vinavyoonyesha hali halisi yake alivyo, Mwenyezi Mungu angetupa uwezo huo, tukawa kila mtu tunamuona transparent kabisa, tunakiona kila kitu chake. Anasema Dr. Mustafa, la raa ba'duna ba'dan kilaban au hamiran au khanazira au dhiaba. Basi sisi kwa sisi wengine tungionana kama mbwa, wengine kama punda, wengine kama nguruwe, wengine kama, yani tungionana sio wanadamu. Kama ingelikuwa kuna fichuliwa yale mambo ambayo unayafanya peke yako,
wewe na Mungu wako, watu wote wakajua nini kinaendelea katika ulimwengu, ungemwona mwenzako kama mbwa au nguruwe au punda au dhib, mbwa mwitu. Lakini anasema walakinna sitrallahi awsa, lakini Mwenyezi Mungu ametufinika na guo la stara. Unaweza ukamwona mtu ni malaika, kumbe ni shetani, lakini Mungu amemstiri. So sitafute kumfichua, stara ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huruma za Mungu ni kubwa kwa sisi wanadamu, lakini hatujui. Ndio maana ametuwekea malaika wawili, au malaika wawili wapole, Raqib na Atid, mmoja yuko kushoto, mmoja yuko kulia. Huyu wa kulia yaktubu hasanatik, anaandika mema yako, mazuri yako. Ukifanya jambo zuri moja unapata 10, unaandikwa. Huyu wa kushoto ukifanya baya, kwanza haandiki huyu, yeye anamuuliza yule supervisor wake wa upande wa kulia, anamuuliza huyu bwana kafanya hivi, vipi nimwandike? Yeye anamwambia subiri, sababu mushrifu wake ni huyu, subiri, la'allahu yatub, huenda akarudi akatubu, ngoja kwanza, usiwe na haraka. Uzuri umeandikiwa, lakini baya unapewa angalau kijimda, pengine utajifikiria tena kama mwanadamu, urudi sema ya rabbi tubtu ilaik, subiri, mwachie kwanza, la'allahu yatub. Kuna huruma kiasi. Na hata ukiandikiwa, huandikiwi ovu 1 kwa 10 kama ulivyoandikiwa jema 1 kwa 10. Subhanallah. Unataka Mungu atupende vipi? Miongoni mwa mambo ambayo lao Mungu angefichua ingekuwa balaa, lakini sitrallahi awsa. Ndugu zangu, ninachotaka kusema, sisi tunaumwa, tuna maradhi, na hasa zama zetu hizi tuna maradhi, tunaugua, na kama umma huu ni mtu yuko critical condition, yuko sakaratul maut. Kwa yale maradhi ambayo tunayo, haya ni maradhi ya umma. Popote uendapo, kama hutoyaona utayasikia kwa masikio yako. Kama we mwenyewe hutoyaishi, utakumbana nayo katika kila pahali, kila mauqi, kila majlis, kila pahali ukienda utasikia ndo watu wanazungumzia. Ujue ndo maradhi ya umma. Moja katika maradhi yaliyoshamiri katika umma wetu ni maradhi na gonjwa la dhulma. Dhulma sisi kwa sisi. Dhulma ni jambo baya sana, baya mno, gonjwa ambalo tunaugua wengi. Na dhulmul insan, kumdhulumu mtu mwanadamu, huwa na mdhulumu katika mambo matatu makubwa. Dhulmul insan fi nafsihi, dhulmul insan fi malihi, wa dhulmul insan fi irdihi. Dhulma huwa katika mambo matatu sana. Dhulma hutendeka katika hivi vitu vitatu. Kwanza, kumdhulumu mwanadamu nafsi yake. Mfano, kamwaga damu ya ndugu yako, umemdhulumu, umemuua bila sababu, i'tidaa alai, kumfanyia uadui. Umemfanyia uadui ukamuua, umemdhulumu. Hiyo ni dhulma, na dhulma haipiti hivi hivi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kila matendo siku ya kiyama kuna malipo. Anasema hatta yuqadu ash-shat al-jalha min ash-shat al-qarna, mpaka wale mbuzi wale ambao walikuwa wakichomana, yule alikuwa na pembe zinachoma akamchoma mwenzake, na yule naye siku ya kiyama ataambia sasa leo mlipize. Hayapiti hivi hivi, mpaka wanaotambiwa alipiza nini. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika suala la dhulma ni mkali mno. Mtume hakukubali rafiki zake, sahaba zake wawe wanaishi dhulma. Alipokuwa Muadhi anamtuma kwenda Yemen kufanya da'wa, alimpa notice, take care, kuna kitu usije ukakifanya huko, fanya da'wa, ita watu, iyaka, usije ukafanya jambo gani? Anasema ittaqi da'watal madhlum fa innahu laysa bainaha wa baina Allahi hijab. Ogopa sana dua ya aliyedhulumiwa, kwa sababu dua ya aliyedhulumiwa hakuna pazia kati yake na kati ya Allah subhanahu wa ta'ala.
tantaliqu min ad-dunya ilayhi kasharara, inakwenda kama vile rocket imetumwa, inakwenda moja kwa moja. Ogopa sana dua ya uliyemdhulumu. Mtu memdhulumu leo anasema hasbi Allah wa ni'mal wakil. No, kama unajua, rudi kwa ulichomdhulumu, muombe samahani, mrudishie haki yake, hapo utasalimika. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala dua hii anaifungulia milango ya mbingu. Msikilize Mtume katika hadith, anasema thalathatun, watu watatu, la turaddu lahum ad-da'wa au la turaddu anhum ad-da'wa, watu watatu hawarudishiwi dua zao watakapoziomba. Wakiomba direct inafika, hawarudishiwi. Mimi na wewe tujiangalie katika hao watatu. Wa kwanza anasema as-saim hatta yuftar, hadith akhrajahu al-Imam at-Tirmidhi wa akhrajahu Ahmad ibn Hanbal, imam mwingine huyo, bisanadin wa qala, anasema hasan. Alafu pia الحديث أخرجه الإمام الطبراني وابن خزيمة في صحيحيهما. Anasema mtu wa pili, mtu wa kwanza ambaye dua yake hairudi, as-saim hatta yuftar, mfungaji mpaka amalize kuftari. Basi kipindi chote cha saumu wewe una dua, lisaimi da'watun la turad, una dua wewe uliyefunga. Tafuta nafasi tu ya kuipeleka kwa Allah na Allah anakupokelea. Unangoja nini? Na wewe siku zako za kufunga hizi zinamalizika. Kwa nini humlilii Mwenyezi Mungu kwa uliokuwa nayo ya udhaifu? Lipi hujaweza kulitekeleza katika ibadat? Muombe Allah akupe wepesi, dua yako hairudi. Wewe kijana unataka kuoa, unataka kufungua biashara, unataka kusoma, unataka kuanza kazi, zote hizi ni pingamizi, lakini muombe Mwenyezi Mungu, dua hairudi. Tunaomba pepo, muombe Allah, dua hairudi. Unaumwa, muombe Allah, dua hairudi. Una mashakil mbalimbali yanaonekana na yasiri, rudi kwa Allah, Allah atakukubali. As-saim hatta yuftar. Dua ya pili, al-imam al-adil, imam kiongozi, akiwa ni imamu wa msikiti, akiwa ni kiongozi wa msikiti, bora uwe kiongozi. Ukiwa kiongozi, ukiomba dua yako kwa heshima uliopewa, dua hairudi, sababu wewe ni mmoja katika wale ambao la turaddu anhum ad-da'wa. Watatu, al-madhlum, da'watul madhlum. Mtume hapa akaongeza da'watul madhlum, dua ya aliyedhulumiwa, yarfa'uha Allah, Mwenyezi Mungu anainyanyua dua yake fauqa al-ghamam, mpaka juu ya mawingu. Wa yaftahu laha abwaba sama, na anaifungulia milango ya mbingu. Kisha anasema wa yaqulu rabbu, anasema Mola mlezi, wa izzati, na apa kwa nguvu zangu na utisho wangu na utukufu wangu. Allah anaapa, anamwambia aliyedhulumiwa baada ya kuomba dua, la ansurannaka, nitakunusuru, nitakujibu, nitakupa ulichoomba, walau baada hin, hata kama baada ya muda, lakini nitakupa tu. Dua yako hairudi. Wewe uliyedhulumiwa, lakini iwe umedhulumiwa katika haki yako, damu yako imemwagwa, nafsi yako umepigwa, umefanywa juu ya nafsi yako mapungufu yoyote, i'tida, mtu ameanza kukushambulia katika nafsi yako, mshtakie Allah. Jambo la pili katika dhulma ni mtu kukudhulumu katika mali yako. Mtu amekudhulumu, amechukua mali yako, amechukua haki yako katika mali, ni yako, ni ya kwako, au yeye mwenyewe amekuja direct amekudhulumu, au ametuma watu wakaja wakakudhulumu. Kwa njia hiyo hiyo bado atakuwa ni dhalim, kwa sababu usingefikiwa na dhulma hiyo, yeye ndo mwanzilishi wake. Alafu kuna dhulma kubwa ambayo inaendelea katika hizi mali leo, kila pale ukienda utaisikia, migogoro ya ardhi na mashamba. Wallahi haya matatizo kila pahali ukienda unayasikia. Huyu kanyang'anya kiwanja cha huyu, huyu kachukua shamba la huyu,
huyu kanyanyanya nyumba ya yule, huyu kachukua kipande cha ardhi ya yule, huyu kahapa uongo kachukua mali sio ya kwake, huyu kafanya hivi bila ya hofu. Mtume anasemaje? Man dhalama qaida shibrin min al-ardh, mwenye kudhulumu mfano wa shibri moja, qadra shibri, shibri moja, nyanda moja, akadhulumu katika kipande cha ardhi. Shibri sio kipande cha heka, shibri moja tu kipimo chake kile, akadhulumu. Tawaqahu Allahu yawma al-qiyama bi 7 ardhin, siku ya kiyama atabebeshwa zote ardhi 7 juu ya kichwa chake, zitamuadhib. Kwa sababu ukidhulumu hapa ardhi, unadhulumu mpaka ardhi ya 7 huko chini, sio hapa kipande hiki hapa juu, kote huko umechukua. Utaweza wewe kubeba ardhi hiyo siku ya kiyama kama adhabu? Ndio Mtume akasema ittaqu dhulm fa inna dhulma dhulumatun yawm alqiyama, iogopeni dhuluma, kwa sababu dhulma ni viza vingi, kiza kwa kiza, kiza kwa kiza, kiza kwa kiza, dhulumat, huo ni kitu yawm alqiyama, siku ya kiyama. Msikilize Allah katika suratu Ibrahim, wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa af'idatuhum hawa wa anzirin nasa yawma ya'tihimul 'adhab fayaqulu alladhina zalamu ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ولا تحسبن الله غافلا, wala msifikiri Mungu amelala ameghafilika, amma ya'malu adh-dhalimun, na matendo wayatendayo wenye kudhulumu. Innama yuakhiruhum, Mwenyezi Mungu anawapururia, anawajazia kapu. Ndio maana unayedhulumu, unadhulumu leo nyumba ya huyu, kesho unadhulumu kiwanja cha huyu, kesho unadhulumu, Mungu anakupa tu, anakuachia tu. Usifikiri ndo unapendwa. Mwenyezi Mungu anapotaka kukikamata sasa kijiji wakati kimedhulumu, hakika mkamato wake ni mkali. Mwanzo anakuachia tu, anakuachia tu, lakini akija kikutia mkononi, hapo ndipo utakapojua dhulma si njema. Ndugu yangu Muislamu, usimdhulumu mtu, tosheka na alichokupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama Mungu amekupa kidogo, si kidogo hicho, anajua mwenyewe kwa nini akakupa hicho. Usihangaike ukataabika mpaka ukenda ukatafuta dhulma katika yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyakemea kweli kweli, ni dhulma na mwisho wake mbaya. Anasema tanamu ainuka wal madhlumu muntabihun yad'u alayka wa ainu Allahi lam tanami. Wewe unakwenda unalala burdani, pepa zote umeshachukua za viwanja na majumba, murtaa, unasema sasa mambo yangu ni super, unalala. Wal madhlumu, na mwenye kudhulumiwa hapati usingizi. Ndo nimefanyiwa haya, ndo wenye nguvu hao, mwenye nguvu mpishe
mimi namwachia Mungu, yeye halali. Yad'u alaik, anakuapiza. Wa ainullahi lam tanami, na Mungu halali anapokea maombi ya mwenye ku. Ndugu yangu, dhulma katika nafsi, dhulma katika mali, na kuna dhulma katika heshima ya mtu. Hizi zote ni dhulma. Dhulma katika heshima ya mtu ni kama kumtuhumu mtu kwa jambo ambalo hakulifanya. Mlevi yule, hiyo ushadhulumu katika heshima yake. Yule mzinifu, umeshadhulumu katika heshima yake. Yule ni khanifi, umeshadhulumu katika heshima yake. Watu wanaona haya ni mambo madogo madogo tu yanapita, na yameenea katika jamii yetu. Mtume anasema, Allah anamwambia mtume wake, watahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi adhim. Ni mnafikiria ni madogo, lakini kwa Allah ni makubwa, kwa sababu watu wangeachiwa tu, watu wakaishi hivyo, hii dunia isingekalika. So Waislamu, fungeni midomo yenu. Hata kama mtu, wanasema ulama, hata kama mtu kweli umemwona kafanya hicho kitendo, lakini sio katika wale mafisadi, basi si ruhusa pia kumtangaza, utakuwa umemdhulumu na umemwona kafanya. Anasema licha ya watu kukusingizia, licha ya kusingiziwa katika heshima yako, watu wakakusingizia kwamba wewe ni fulani, wewe ni fulani, wewe ni mwizi na huibi, licha ya kwamba si kweli. Wanasema ulama, hata ikiwa ni kweli, maadamu wewe ni katika wale ambao sio wababe wa kufanya ufisadi, uliteleza labda, sasa wewe umestirika, akatokea mtu akakifichua, akakuumbua, akakusema mbele ya watu, amekudhulumu pia. Zote hizi ni dhulma, lakini watu wanaona bado dhulma labda ni kuchukua tu mali ya mtu, mpaka heshima ya mtu. Kwa sababu unapomdhalilisha mtu mbele ya watu, yule mtu atakosa thamani mbele ya watu, yule mtu atakosa heshima mbele ya watu, yule mtu utamsababishia hata mbele ya watoto wake, mbele ya wakwe zake, mbele ya ndugu zake, mbele ya mke wake. Ya nini wewe kuleta ufisadi ya aina hiyo kwa watu? Waislamu wakaambiwa wasitiriane. Kwa sababu gani? Tunamheshimu mtu fulani, mathalan wewe unamjua, ukaniambia bwana, ni mnasalishwa na yule, mnamwona tu ana kilemba yule hafai, alikuwa analewa yule. Na alikuwa analewa kweli labda, lakini sio kazi yako. Sio kazi yako kufichua watu. Yule mtu umeshatubu, sasa hivi amekuwa mtu anasalisha, sasa hivi mtu anaadhini labda, sasa hivi ni mtu anatoa darsa, sasa hivi ni mtu ambaye ni mwalimu anasomesha watoto, sasa hivi ni mtu ambaye anategemewa, anaheshimiwa. Wewe unakwenda kuambia msimpe heshima, huyo hafai, namjua background yake, alikuwa akilewa, alikuwa kizini, alikuwa kiziniwa yeye, alikuwa kadha. Yote hayo unamdhulumu, maadamu yule bwana mwenyewe amesharudi kwa Mwenyezi Mungu, umeingia katika himaya ya heshima yake na umemdhulumu katika heshima yake. Ndio maana hadithi ya Mtume ikasema, Abu Huraira nasimulia, anasema, atadruna mal muflis, mnamjua ni nani aliyefilisika? Wakasema, la, almuflis fina man la dirham lahu wala mata. Muflis ni yule ambaye hana shilingi, hana mzigo wa kuuza, hana container, hana chochote, nimefilisika. Mtume akasema, la, almuflis huwa man yati yawm alqiyam bisalat wazakat wasawm. Muflis atakuja alifunga, alitoa zaka, aliswali. Muflis huyo, hizi amali zote kubwa kubwa nazo. ويأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا. Atakuja amempiga huyu, amemtukana huyu, amemnyang'anya huyu, amemdhulumu huyu, amemwaga damu ya huyu, na amemtuhumu huyu kwa machafu. Huyu ndo muflis. Atakapokuwa huko duniani ameyafanya haya, anasema zitachukuliwa amali zake, swala zake, zaka zake, saumu zake, watapewa wale aliowafanyia. Dharaba, safaka, qadhafa, sabba, shatama, hao ndio watapewa zile amali zake. Zikisha zitachukuliwa dhambi zao aliowafanyia dhulma, atapewa yeye. Thumma yutrahu fi nar, afu yeye mwisho wake atakuwa motoni. Na saumu zake amekuja, na zaka zake amekuja, na swala zake amekuja, lakini alikuwa dhalim kwa kupiga,
kwa kutukana, kwa kuchukua, kwa kumwaga damu, kwa njia mbalimbali za dhulma, lakini Mungu ameirekodi. Siku ya Kiyama kila kitu, sisi hapa katika shingo yetu tuna kitu kama rekoda, kina rekodi matukio yote. Allah subhanahu wa ta'ala ikifika siku ya kufichua sasa, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaba yalqahu manshura iqra kitabak kafa binafsika alyawma alayka hasiba man ihtada fa innama yahtadi linafsihi ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Allah anasema tutakupa mwenyewe kitabu chako. Hicho kitabu ni mambo yamerekodiwa kutokana na harakati zako za kila siku. Ogopa sana kumdhulumu mtu katika nafsi yake, katika mali yake, hata katika heshima yake. Usiropokwe bure. Utakwenda kukosa amali zako siku ya Kiyama, au umefilisika kwa sababu ya kuwa salitu lisan, ulimi unasema chochote tu. Sasa kama ulimdhulumu mmoja, pengine zitabaki hizo swala. Sasa uliowadhulumu ni kijiji kizima cha Asiatic, kijiji kizima wote umewananga kwa ulimi wako. Hakuna talo salimika. Anatoka huyu mlevi, huyu mzinifu, huyu mwizi, huyu mchawi, huyu mwanga, au wote siku ya Kiyama wanakuja wanaambia, haya chukua sala yake. Wewe ulikuitwa mwanga, chukua sala yake. Wewe ulikuitwa mwizi, chukua saumu yake. Wewe ulikuitwa mzinzi, chukua. Ndio hao yati daraba hadha, safaka dama hadha, shatama hadha, qadhafa hadha. Utakuwa wewe muflis siku ya Kiyama, huna kitu. Intabih. Ndio Uislamu kaambiwa ni tabia. Tabia nini? Ukae kimya. Mtume anasema man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut. Kama mtu anamwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, kama anataka kusema aseme lenye khairi la faida. Kama hakuna la kusema, kaa kimya, utasalimika. An-nutqu zainun was-sukutu salama fa idha nataqta fala takun mikthara ma nadimtu ala sukuti ya marratan walaqad nadimtu ala alkalami mirara. Anasema kuzungumza ni vizuri, lakini kunyamaza ni kusalimika. Ukisha unazungumza usiwe chiriku, unazungumza yote unayoyajua, usiyoyajua, ulioyasikia. Kafa bilmar'i ithman, inatosha kwa mtu kama ni dhambi an yuhaditha bikulli ma sami', kila alichokisikia anahadithia. Pia uwe na break. Nimesikia Warundi wana hadithi, Sheikh Amr ananiambia kuliko mtu kufunika matako yake, bora angefunika mdomo wake. Maana huku hakuna shari sana kama shari zinazotoka hapa. Hapa ni kubaya. Ndio maana Abdullah ibn Mas'ud anasema kama kuna kitu kinahitaji jela miaka na miaka, basi ni huu ulimi. Huyu anahitaji kufungwa kweli kweli, kwa sababu balaa zote zimetokana na hapa. Balaa zote ambazo sisi tunaingia tukawa muflis, tukawa zimetokana na huyu bwana mkubwa anaitwa nacho ni kinyama kidogo, na mara nyingine wala hakina kazi. Kikifanya hivi tu maana yake kimeshazungumza, unaweza hata ukakata kichwa cha mtu. Basi ndugu zangu, dhulma ni katika maasi ambayo sisemi yameenea, yameota mizizi. Yameota mizizi kwa kudhulumiana kwa njia zote tatu hizo. Njia ya kumfanya mtu amwage damu yake, au kumtia mtu adabu ambayo hakustahiki, kumpiga mtu, au kuchukua mali yake, ardhi yake, nyumba yake, au vile vile mtu kuja kumtuhumu katika heshima yake na kumkosea adabu na kumuumbua mbele za watu. Hii ni aina za tatu za dhulma ambazo tunapaswa turudi kwa Allah, tuwaone tuliowadhulumu aina hii kabla haijafika siku ya kufilisika. Tuambie Bwana nisamehe kabla hatujafika siku ya Kiyama. Na Mwenyezi Mungu inshallah atupe hatua ya kurudi katika Uislamu sahihi, tuishi kama ndugu, tusiwe kama wanyama,
tuishi tukipendana, na Mwenyezi Mungu inshallah atamimina mahaba na rahma katika nyoyo zetu. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نتوجه إليك في هذه الساعة ولعلها ساعة الإجابة أن تيسر علينا أمورنا، أمور الدنيا والآخرة، واقض جميع حاجاتنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا تواب تب علينا وسامحنا فيما جنينا. يا تواب تب علينا واغفر لنا ولوالدينا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.